Karibu kwenye channel ya simulizi za matukio. Kisa cha leo ni wezi wenye akili sana walioiba bank na kutokomea, wakajaribu kujificha, mwisho FBI wakawakamata. Naomba msaada wako wa subscribe na like na kucomment. Karibu kwenye simulizi. Mji wa Bandare ulichanganya sauti za meli, reli na ofisi za biashara. Kulikuwa na vyumba vya mikutano vya miguu miwili, baa za gorofani zilizojaa vyombo vya habari, na mapema mchana na katika kona za nyuma za jiji, maisha yalifanya kazi kwa mwelekeo mwingine. Watu wenye umilele tofauti wanafikiria tofauti. Huko ndipo walipokutana kwa mara ya kwanza. Walikutana kwa njia za kawaida: kongamano la wateja wa zamani wa chuo, sherehe ya ujenzi, mkutano wa biashara. Majina yao yalikuwa ya kawaida, si ya hadithi. Julius Morao, mhandisi aliyefukuzwa kazi kwa idhini ya kampuni. Maria Ortega, mfanyabiashara mdogo wa vifaa vya elektroniki. Leo Anderson, mtaalamu wa ufundi wa milango na vifuniko. Hassan Diallo, dereva wa mizigo mwenye ujuzi wa kupiga mizunguko ya mji bila kupoteza wakati. Na Thomas Rivera, mwanafunzi wa hesabu aliyekuwa akifanya kazi kwenye banki kama mfanyakazi wa muda. Wote walikuwa wakiota kitu moja: maisha bora kuliko yale waliokuwa nayo. Siku zilipita, iwe ni kinyume cha kusikiliza. Mara kwa mara majadiliano yao yalikuwa ya kawaida, lakini polepole mabadiliko yalianza kutulia. Hawakuwa waandishi wa maandamano wala hawakupanga kampeni za jamii. Walitaka njia ya haraka ya kujiondoa kwenye mdororo wa maisha. Hakukuwa na kauli za kuchochea watu wengine. Hii ilihusu wao tu. Hivyo kwa siri na kwa uangalifu walianza kupanga. Walianza kwa kujifunza mambo ya msingi: jinsi banki inavyofanya kazi kwa kiwango cha kila siku, sio kuangalia mifumo ya kiutekniki. Tabia za wafanyakazi, nini husababisha uchelewe wa mzunguko wa malipo, ni lini magari ya mizigo yanakuja na kutoka. Thomas aliweza kupata nafasi za muda ndani ya banki na kulipwa kidogo sana ili kutunza kazi ya uaminifu. Alitumia nafasi hiyo kutazama meza za malipo, lakini hakuwahi kuandika maelezo ya namna ya kuvunja chochote. Alikuwa akitafuta fursa za mwanga wa maisha yake. Mwaka mmoja ulikuwa wa maandalizi ya kusoma tabia. Wawili walifanya majaribio ya kuingia, sio kuiba bali kupima mipaka. Leo alianza kutengeneza vichungi vya mwanga ambavyo vinaweza kupunguza uwezo wa kamera za zamani kukamata uhalisia wa uso, lakini hakujaa na mbinu za kuharibu bali njia ya kuziondoa kwa muda mfupi. Hassan alijaribu njia za kutoroka za miji. Maria alianzisha biashara ya mifano ya elektroniki iliyompa sababu ya kusafirisha bidhaa. Julius alihusika na kuchora ramani za sehemu za kihistoria za banki, sio kwa kuvunja bali kwa kujenga mifumo ya kuboresha madarasa ya usalama. Kila hatua iliwekwa kwa uangalifu. Walikubaliana kanuni 3 ambazo zilikuwa ngumu kuzipuuza. 1, hawataki kuwadhuru raia. 2, watalinda usalama wa kila mmoja. 3, hana tamaa ya maarufu. Walitaka pesa za kutosha kwa maisha mazuri. Ndipo baada ya miaka miwili ya maandalizi, banki moja, banki ya Bandare, ilitokea kuwa mfululizo wa fursa. Ilihifadhi mali ya thamani, ilikuwa na shughuli za mkataba wa shughuli nyingi, na ilikuwa karibu na njia za bahari zinazoweza kusaidia kutomeka mara moja. Hawakuamua kuiba banki zote Ulaya. Walitaka moja kubwa, moja ambayo ingeweza kubadili maisha yao mara moja. Walipanga tarehe kwa busara, wakati wa likozi ya kimataifa ambapo wafanyakazi wengi walikuwa watupu, wakati wa usambazaji wa letu za malengo ya kawaida, na wakati wa mfumo wa malipo. Mwezi uliofuata ulikuwa wa mwisho wa maandalizi. Miaka 4 ya majaribio ya tabia, kupanga akaunti bandua, kujenga njia za fedha za kugawanya na kusanifu njia za kutoroka. Walijilaza, mawazo yao yalikuwa na usahihi. Hana alihitaji majina yurudishwe hadhari. Walikuwa watu wa kawaida wakiweka mkataba wa maisha. Alipofika siku ya tukio, ulikuwa kama asubuhi nyingine ya kawaida. Watu waliokuwa katika mstari wa benki walikuwa wachezaji wa kawaida. Wabiashara walikuwa wanarokota shilingi. Kati yao waliingia kwa utulivu 4 wa 5.
Baadhi wamevaa mavazi ya kawaida, wengine wamevaa mavazi ya wafanyakazi, hata mmoja akaonekana kama mteja mwenye wasiwasi. Hawakuingia kwa ndama, hawakuvamia milango, walikuwa wateja wanaoingia na kuondoka kwa utulivu. Thomas alikuwa ndani akiwa mfanyakazi wa muda. Alikuwa amechukua jukumu la kusimamia mabadiliko ya malipo. Siku hiyo kwa bahati hakuwa na jukumu la kubadili mfumo. Kwa pamoja walipiga hatua ya pamoja. Julius akiongoza kwa utulivu, alihamasisha kila mmoja aendelee kwa utulivu. Hassan alisimama karibu mlango kama dereva wa huduma. Leo alipitia sehemu za ukarabati. Maria alishughulika na mawasiliano ya haraka. Walifanya kila kitu kama wateja wa kawaida hadi pale waliingia ndani ya chumba kilichohifadhi mali ya muhimu. Uwepo wao ulikuwa wa dakika machache, lakini wa uzito mkubwa sana. Walijaza mifuko, walifunga kufla kwa uanio, walitokea kwa njia ya kawaida wakicheka kwa mwanga wa furaha fulani. Watu walirudi katika shughuli zao bila kujua kilichotokea. Benki iligundua upotevu mara baada ya saa 10 na taarifa ilizuka thamani. Hapo ndipo suala la upelelezi lilipoanza, ni kwa sababu walitaka kigeuke, bali kwa sababu vitengo vya usalama viliona ishara ya wizi uliovaa kuwa ulikuwa wa nguvu za akili. Hawakutaka kufanya uharibifu, na hapo ndipo ikatokea tatizo lao la kwanza. Baada ya wizi, hawakukuwa tayari kukabiliana na mawazo ya dumu ya kuishi kwa siri. Kila mmoja alianza kuhofia. Mafanikio yalileta uzito wa hatari. Watu walikuwa wenye dhulma ya kubadili maisha. Thomas alihisi huzuni ya mara kwa mara. Julius alitaka kuendelea, alitaka kuondoa vita za akili. Maria alifurahi kubadili maisha yake, lakini alikuwa na aibu na alihisi jinsi maisha yanavyobadilika. Ndani ya wiki moja, vyombo vya usalama wa ndani vilichukua hatua. CBI ya nchi ilianza kuwasiliana na Europol kwa ukaribu wa tukio, na taarifa ilifika kwa ofisi za upelelezi wa kimataifa. Hapo ndipo FBI ilipoanza kutoa msaada. Wizi wa aina hii haukupitwa tena kama tukio la ndani. Pamoja walijenga timu ya uchunguzi iliyozingatia maandiko yote iliyopatikana: rekodi za banki, vichwa vya malipo, usajili wa magari, malipo ya hoteli na picha za CCTV. Hilo lilikuwa mwanzo wa mfululizo wa ufuatiliaji. Ndani yao kundi lilianza kuvurugika. Majadiliano ya uongozi yalipungua, simu zikaanza kupotea, akaunti ziliibiwa tena. Marafiki walikuwa wakihisi kutokuwa na sawa. Leo alikuwa ameshindwa kwa uhuru wa nafsi. Mara nyingi alidhani maisha ya siri ni nzito kupita kiasi. Alikuwa mtaalamu, lakini alitambua kwamba wizi huo ulikuwa mzigo mkubwa wa maisha yake. Uchunguzi haukuwa wa haraka, bali wa uvumilivu. CBI ilianzisha kituo cha pamoja na Europol. FBI iliungana kwa uzoefu wa kimataifa. Ndani ya kituo cha ufuatiliaji walijaza kuta na ramani, picha na vyeti vya malipo. Wakila Daniel Harper kutoka FBI alihusika moja kwa moja. Alileta uzoefu wa miaka ya uchunguzi wa makundi yenye nidhamu. Walifuata kila njia ya ndogo ya dalili: kamera zenye daraja la ule, usajili wa gari, malipo ya hoteli, anwani za posta zilizotumiwa kwa kuweka mikopo. Thomas alikuwa fashion nyepesi. Alikuwa amewekwa kama mfanyakazi wa banki, lakini hakukuwa na chochote kinachoonyesha kwa vazi. Hivyo maelezo madogo yakawa: gari ndogo la olive lililopita karibu na banki saa baada ya tukio. Mtu mmoja alinukuliwa kwa mapema kama mtu aliyekuwa amefanya safari ya ghafla kwenda kaskazini. Hiyo ilitokea kama doa kidogo tu, lakini kwa timu ya uchunguzi, doa kidogo ni mwanzo wa chanzo. Kwa miezi wakichambua data, walianza kuona mfumo. Kitendo cha Thomas kukaa ndani kila baada ya mabadiliko ya malipo zilizofanywa kwenye hoteli za mji karibu na eneo walipoingia, akaunti ambazo zilikuwa zinatumia jina la kampuni ndogo za bandua. Europol ikaochangia zuna za kuoanisha sura kutoka CCTV iliyo katika miji tofauti. CBI ikatoa uwezo wa kusoma data zilizohifadhiwa ndani ya mifumo ya banki. Hii ilikuwa kazi ya pazia. Kidogo kidogo waliunganisha ramani. Kundi liliendelea kuishi kwa siri. Walibadili pasipoti kwa rasilimali zao za zamani, walifanya safari za kuzunguka miji mikubwa na kutafuta kuzima alama zao. Lakini tabia za kibinadamu hazisimami kwa ufanisi kama vile mipango yao. Thomas alianza kuishi kwa woga, mara nyingi akihisi mnyororo wa macho nyuma yake. Hassan alianza kutumia magari tofauti mara kwa mara. Maria alianza kukabiliana na mawasiliano ya kimitandao. Leo alijaribu kuficha huzuni yake kwa kazi nyingi za ufundi. Katika mwaka wa 3,
kitu kilitokea kilichowavutia maofisa. Mmoja wa wanachama wa kundi alipiga simu kwa makosa kwa mtu aliyekuwa anafuatilia akaunti za benki. Simu hiyo iliingia kwenye rekodi ya ndani. Walikuwa wamefanya kosa la kawaida, kumwaga taarifa kwa mtu ambaye hakuhitaja. Kwa uchunguzi huo, timu ilifanikiwa kupata muhtasari wa maeneo walipokuwa wakikutana, hoteli ndogo ya mji wa kati. Hicho kilitoa mwanzo wa kuweka mtego. Wakila Daniel hapa pamoja na maofisa wa Europol walipanga operation ya ufuatiliaji kwa umakini. Mchezo wa subra. Walikuwa wazi kwamba ikiwa wangekuwa na ushahidi wangekeuka kwa mtego wa mkono mmoja, kukamata nyakati za kutoa ushahidi wa ndani na wa nje kwa pamoja. Karibu kila uchaguzi ulikuwa wa uandishi wa adabu, kwa pole lakini kwa msisitizo. Kwa zaidi ya miaka 4 walitumia njia za kisheria kuziba nafasi za kundi. Walikuwa wakikusanya. Katika kila hatua waliwaweka kwenye ramani. Waliweza kujua tabia zao, lini wanarudi mji, ni hoteli gani wanatumia, ni nani anawatumia. Hii ilikuwa vita vya uvumilivu, si ya risasi, vita ya ucheshi wa akili. Miaka ilipita, kundi kilikuwa kimeweka maisha mapya kwa muda, lakini madoa madogo yaliendelea kuonekana. Familia ilihisi mabadiliko, marafiki waliona uzito. Thomas alianza kuzungumza mara kwa mara na mmoja wao kwa kushtuka. Maisha yake yalikuwa ya huzuni. Hapo ndipo mabadiliko ya ndani yalipopangwa. Katika mwaka wa 4, wanachama walikusanyika hoteli ya jadi kwa mkutano muhimu. Walihitaji kugawa pesa kwa njia za mwisho na kupanga maisha mapya. Wakati huo, maafisa walikuwa wamechukua hatua. Walikuwa wamepata ushahidi wa kutosha kutoka kwa anwani za hoteli, malipo na ramani za matumizi. Hiyo ilitoa ujasiri wa kufanya mtego wa kisheria. Hata hivyo, kabla ya mtego huo, mmoja wa wanachama, Thomas, aliachwa na msongo wa maisha. Alikuwa amefanya maamuzi magumu. Hakutaka kuona watoto wake wakikosa. Alikuwa amechoka kuishi kwa woga. Kwa wakati huo, maafisa walikuwa wakikusanya vipande vya ushahidi vya kumradhi. Walikuwa tayari kuchukua hatua. Thomas aliamua kumjia maafisa. Alikuwa amejua hatari ya kunyonyesha taarifa, lakini alihisi kuwa ilimlazimu. Alimhusu wakili, kuzungumza na maafisa wa CBI kwa uangalifu na kutoa maelezo yenye uzito. Anwani zao za kukutana, majina ya wadhamini wa akaunti za bandia, tarehe za malipo. Alikuwa amekataa kuleta namba ya kutengeneza uhalifu, lakini alitoa ramani ya tabia. Walipoweza kuthibitisha kwa mfululizo wa nyaraka zilizoambatana. Kwa miezi michache, operation ilipangwa kwa utulivu wa ajabu. Maofisa walikusanya wanachama mmoja mmoja, wakiwachukua kwa upole ili kuzuia utekelezaji wa uharibifu. Walifanya hivyo kwa kuzingatia maisha ya umma na usalama wa waliokuwa karibu. Walitaka kuwadhibiti kwa njia isiyoharibu umma. Hapo ndipo walipopata ushindi wa kazi yao. Kundi kulikamatwa wakiwa hai, mikono yao ikifungwa, mali ikirejeshwa na ushahidi ulifungwa kwa ajili ya kesi. Kuna kipindi ambacho kundi kulikaa chini ya shinikizo la maadili. Mtu mmoja alijaribu kujihifadhi kwa kutoa kila kitu alichokuwa nacho kwa shirikiana na maafisa. Wengine walijaribu kusisitiza uchunguzi kuwa uharibifu ulikuwa usio na nia ya kuua wala kuumiza raia. Mahakama zilikuwa na kazi ya kuamua jinsi ya kuchukua hatua. Baadhi walipata vifungo vya miaka, wengine walipata upunguzaji kwa ushirikiano. Thomas alihukumiwa kwa hali ambayo ilimpa nafasi ya mabadiliko. Kwa wengine, adhabu ilikuwa ya kisheria. Katika mwisho, hadithi hii haikuwa ya ushindi tu kwa maafisa, wala sio ya hadhi tu kwa kundi. Ilikuwa hadithi ya watu wa kawaida waliopata fursa, walikuja mbele ya uchaguzi wa maisha na hatimaye walifungwa kwa sheria. Kwa jamii ilikuwa somo, si namna ya kuvunja benki inayoamua utu wa maisha, ni jinsi uamuzi unavyoleta hatima. Wanazungumzia kuhusu haki, msamaha na jinsi mtu anavyoweza kugeuza maisha yake, na hadithi yao ilibaki kama tahadhari kwa wale wanaotaka njia rahisi. Mtazamaji, asante sana kwa kutazama mpaka mwisho. Naomba usisahau kusubscribe channel hii na kulike, comment, share. Karibu tena kwenye kisa kijacho. Asante.